Kuna mtu anaweza akawa anawasilisha mawazo kwa mwenza wake, lakini ukiangalia kile anachokiwasilisha chote kimejaa umimi. Mimi nitafanya, mimi ninategemea kufanya hiki, mimi ninategemea kufanya hapa, mimi ninategemea kumpeleka mtoto shule fulani. Unaona mazungumzo yake yanakuwa ya umimi na si shirikishi. Sasa wakati mwingine unapokuwa unaweka mazungumzo ya umimi kwenye mambo ambayo yanawahusu wote wawili, unaweza ukamfanya mwenzako asiwe na interest ya hayo mazungumzo, na unaweza kuona kama amekuignore. Sasa ili umfanye mwenza wako aweze kushirikiana na wewe kwenye mazungumzo, ni muhimu sana ukafanya mazungumzo shirikishi, kwamba unaonaje tukafanya hiki, unaonaje tukampeleka mtoto shule fulani, kwamba na yeye umpe nafasi ya kuwasilisha mawazo yake, na hapo utamuona na yeye anajiona kwamba ni sehemu ya yale mazungumzo. Lakini unapoweka umimi, ina maana yeye si sehemu ya hayo mazungumzo, ila unamwambia kile ambacho wewe umeamua kukifanya. Kwa hiyo moja ya namna ambayo inaweza ikaboresha mazungumzo kati yako na mwenza wako, ni muhimu sana ukafanya mazungumzo shirikishi.